mwaka mmoja, miaka miwili nyuma, Mheshimiwa Rais alielekeza tuanze ujenzi wa mradi huu wa bwawa la Kidunda ili kuweza kupata suluhu ya kudumu ya upatikanaji wa maji hata vipindi ambavyo mvua hazitakuwa za kutosha ama zitachelewa kuja. Hilo ndio chimbuko la mradi huu. Mimi maelekezo yangu, pamoja na kwamba tuna miradi mingine ambayo ilikuwa inaendelea, pamoja na kwamba tuna mahitaji mengi ya fedha, mradi huu usisimame, uendelee kutekelezwa. Kaeni mtengeneze jedwali ambalo litamwezesha mkandarasi kuendelea moja kwa moja kwenye utekelezaji wa mradi huu, ili tukafute kabisa historia ya Watanzania kupata mgao wa maji pale tunapopata ukame ama mvua zisizotosheleza. Na kwa kuwa kazi hii imeshaanza, hii inaonesha uwezo wa kiongozi wetu wa kuona mbali, kwa sababu hili lilianza kabla ya tatizo kujitokeza. Lakini hivyo hivyo uwezo wa serikali wa kuchukua hatua katika kutekeleza masuala yanayohusu kuwapatia ufumbuzi wananchi wetu. Hili ni jambo la msingi sana ambalo limefanyika na litatusaidia kuondokana na kero katika ukanda huu. Mheshimiwa Waziri pamoja na wataalamu, Katibu Mkuu ameeleza kwamba mradi utakapokamilika umekadiriwa kutumia shilingi bilioni 336. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hadi hivi sasa takriban shilingi bilioni 100 zimeshalipwa kwenye mradi, na kama unatarajiwa kukamilika kama ambavyo imeelezwa, mradi unatarajiwa kukamilika mwezi wa Disemba mwaka huu 2026. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ofisini kwetu, wizarani kwetu tayari tuna hati 3 za madai ya mkandarasi ambazo zimeshathibitishwa na mshauri na zimehakikiwa, ambazo zina thamani ya shilingi bilioni 24.1. Hizi tumepanga kuzilipa katika mwezi huu wa Januari. Kwa hiyo nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama alivyosema, tutakaa na wenzetu wa Wizara ya Maji kuandaa hilo bango kitita la kuangalia takriban tunavyoona utendaji wa kazi na certificates ambazo zitakuwa zimetolewa, hati za madai za mkandarasi, na tutajitahidi kuzilipa ndani ya mwaka huu mradi uweze kukamilika.